Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuwa nasi. Siku ya leo ninazungumza nawe kuhusu kiungulia. Hii inaitwa heartburn. Tunaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia na matarajio ni yapi baada ya kuwa umepata matibabu. Karibu uwe nami, ni Dr. Mniko hapa. Asante. Kiungulia ni hali ya kuhisi mchomo unaotokea nyuma ya mfupa wa kidari. Kwa kawaida maumivu haya yanaanzia kwenye umio ambao tunaita esophagus kwa Kiingereza na kupanda kifuani, na yanaweza kuenea mpaka kwenye shingo au koo. Karibu kila mtu anapata na kiungulia kwa wakati fulani katika maisha yake. Kama unapata kiungulia mara kwa mara, unaweza kuwa na ugonjwa unaosababishwa na tunasema kucheua mara kwa mara unaoitwa gastroesophageal reflux disease. Katika hali ya kawaida, chakula kinapoingia tumboni kunakuwa na ukanda ambao ulio mwishoni mwa umio ya esophagus ambao unakaza pale na kukifungia kile chakula tumboni kisirudi juu. Ukanda huu ambao unaitwa lower esophageal sphincter unafungia chakula kile kisirudi juu. Sasa kama huu ukanda utakuwa umelegea au haujafunga vizuri, asidi inaweza kupanda kutoka kule tumboni na kurudi kwenye umia na ikawa inasababisha huo mchomo unaosikia kama kiungulia. Hatari ya kupata kiungulia inaongezeka zaidi unapokuwa mjamzito au unapotumia baadhi ya dawa. Kwa wanawake wajawazito, kiungulia kinatokea kwa sababu mtoto anapokuwa anakuwa na kusukuma tumbo lako kuja juu zaidi, lakini pia anaongeza shinikizo zaidi kwenye tumbo. Kwa ni rahisi kwa asidi ambayo iko mule ndani na mchanganyiko ule wa chakula kupanda juu kuja kwenye umio na kusababisha hicho kiungulia ambacho hakiishi wakati wa ujauzito. Lakini unapojifungua hicho kiungulia cha aina hii kinaisha. Zipo pia dawa mbalimbali ukizitumia zinaweza kusababisha kiungulia. Madawa kama ya kuzuia kutapika, dawa za pressure au ugonjwa wa moyo, dawa za uzazi wa mpango, dawa za usingizi na baadhi ya dawa za pumzi zinaweza kuchangia. Wewe kama unafikiri moja dawa hizi zinasababisha kiungulia, ongea na daktari ili aweze kukubadilishia. Tafadhali usiache au kubadili dawa wewe mwenyewe bila kuongea na daktari ambao alikupatia hizo dawa. Kwa sababu kiungulia ni tatizo linalopata watu wengi, nadhani ni vizuri kujua ni wakati gani unapaswa kwenda kutafuta matibabu. Unapaswa kupata matibabu haraka kama una kiungulia na unatapika matapishi ambayo yana damu ambayo yanaonekana kama kahawa. Muone daktari pia kama una kiungulia na kinyesi chako ni cheusi au kama lami hivi au chenye rangi ya damu mzee. Ni vizuri kumuona daktari pia kama unapata kiungulia mara kwa mara, unapungua uzito. Uzito wako unapungua bila sababu ya maalum na unakiungulia, unapata shida kumeza, unahisi kama vile panauma sana wakati unasikia kitu kinakwama kwenye koo, vizuri muone daktari. Unakiungulia na una kikohozi au mkoroto ambao hauishi na kiungulia hiki kinazidi zaidi baada ya mtumia dawa. Unatumia dawa ndio kinazidi zaidi. Ni vizuri kuonana na daktari ili aweze kukusaidia na kufanya utambuzi sababu ni nini. Kwa kawaida kutambua kiungulia ni rahisi sana kutokana na dalili unazomuelezea daktari. Kwa hiyo ukifika kwake daktari atafanya uchunguzi wa mwili na kuuliza maswali kadhaa kuhusu tatizo lako. Anaweza pia kuagiza kipimo kinachotumika, kinatumia kamera kuingiza kidogo, inaingiza kamera kupitia mdomoni, anakagua ile umio mpaka tumboni ili kuangalia kwamba kuna shida gani au kitu gani ambacho kinasababisha hiyo shida ambayo inakusumbua. Akifanya hivyo atatambua nini shida yako na atakupatia matibabu sahihi. Unapaswa kutibiwa kiungulia hasa kama kinatokea mara kwa mara. Kama kiungulia kitakuwepo kwa muda mrefu, asidi zinaweza kuharibu utando wote ule ambao uko ndani ya umia na kusababisha matatizo makubwa. Habari njema ni kwamba ukibadilisha mfumo au tabia yako na ya maisha yako unaweza kuzuia kiungulia au kupunguza dalili. Nitakwambia vidokezo kadhaa hapa ambavyo vitakusaidia kuzuia dalili. Kama hizi hatua hazitafanikiwa, basi ni vizuri kumuona daktari. Kwanza jaribu kuepuka vyakula ambavyo au vinywaji ambavyo vinasababisha ucheue au vinaongeza uwezekano wewe kupata kiungulia, kwa mfano pombe, kahawa, hizi energy drinks au vinywaji vyenye kaboni, kwa mfano soda, chokoleti, matunda ya juisi ya jamii ya mchungwa, mlimao, ndimu na kadhalika, vyakula vyenye viungo vingi, mafuta na bidhaa za maziwa, nyanya na sosi zingine kama hizo ambazo zinachangia. Kwa hiyo ni vizuri ukaziepuka. Kisha jaribu kubadili tabia ya ulaji wako. Kwa hiyo epuka kuinama au kufanya mazoezi baada ya kula. Kwa hiyo unatulia kwanza. Alafu epuka kulala masaa 3 mpaka 4 baada ya kuwa umekula. Kwa hiyo ukiwa umekula tumbo liko limejaa, ukilala ule ukanda unaweza kuzidiwa kwa sababu ya kusukuma kile chakula kikarudi juu. Lakini pia kula kidogo kidogo, usile chakula kingi sana. Mambo mengine ya kufanya ni kama epuka kuvaa mikanda au nguo zinazobana sana kiuno au tumbo. Mikanda hii ikibana sana inaongeza shinikizo, kwa hiyo chakula kinaweza kupanda juu. Punguza uzito. Kama una kitambi au ni mnene, uzito ule wa tumboni unaweza kuwa na wenyewe unaongeza shinikizo. Unapokuwa unalala, lala kichwa kikiwa juu zaidi kuliko miguu yako. Mara nyingi watu tunashauri kwamba uweke
uweke mto chini ya godoro, au unaweza kaweka tofali, unaweza chochote ambacho kinaweza kunyanyua sehemu ile ya juu ambayo kichwa chako kinaelekea, itasaidia. Usilale juu ya mto, kwa sababu ukilala juu ya mto usiku unaweza ukatoka kwenye ule mto na ukaendelea kupata hiyo tatizo. Jambo nyingine unaweza kufanya ni kuacha sigara, hata kukaa karibu na ule moshi wa sigara unaweza kusababisha ule ukanda usio unafunga vizuri chini sehemu ya umio. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umeboresha zaidi. Kama bado haujapata nafuu vizuri, jaribu kutumia dawa. Zipo dawa za kupunguza asidi tumboni, tunaita antacids, zinasawazisha ile asidi ambayo iko tumboni. Zipo pia dawa nyingi katika maduka ya dawa, kwa nenda pale ukiomba utazipata. Ukifanya mambo hayo yote na unaona kwamba hayasaidii, tafadhali nenda kaonane na daktari. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.